tutamalizia maswali manne, maswali ambayo yatatimiza idadi ya maswali 10 ambayo tunayaelekeza kwa waislamu wenzetu wanaosherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila unapoingia mwezi wa mfungo 6 Rabiul Awwal tarehe 12. Ndugu zangu Waislamu, suala la kubainisha haki pale ambapo watu wanadhania batili kuwa ndio haki ni katika mambo muhimu sana. Wanaochuoni wa Kiislamu wamelifanya jambo hili katika zama zilizotangulia, walibainisha haki na wakatoa challenge kwa watu wa batil kwa lengo la kuwabainishia waislamu ambao hawaelewi na wale ambao wanaowafuata mashekhe zao na kuwadhania kwamba wapo katika njia sawa sawa waweze kutambua ukweli uko wapi. Sisi tuzungumze haki ili watu wa haki wawe wengi, kama wanavyosema watu wa batil kwamba nyinyi hata mzungumze vipi, sisi tutaendelea kusoma maulid, tutaendelea kufanya kadha, na kila mnapozungumza wafasi wetu wanazidi kuwa wengi. Haya maneno yalishazungumzwa sana tokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Makureishi wa mji wa Makka walifanyia istihza Qur'an na wakawa wanaambia watu msisikilize hii Qur'an, lakini vitimbi vyao na jitihada zao hazikuweza kuzuia haki kupenya katika nyoyo za Waislamu. Kwa hiyo sisi ahlus sunna wal jamaa, wanafunzi na mashekhe, walimu na maduati mbalimbali, zinapoingia baadhi ya minasaba maalum ambayo minasaba hiyo imefanya kuwa ni sehemu katika dini, kuna haja kubwa sana ya kubainisha kwa Waislamu ya kwamba haya si mambo ambayo yamethibiti katika Uislamu wala si mambo katika dini. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, ili aangamie atakayeangamia lakini kwa ubainifu, tayari hoja imeshamfikia, na aendelee kuwa hai katika imani kwa hujja ambayo itakuwa imemfikia. Utaratibu wa kuuliza maswali, kutoa tahaddi, kutoa challenge kwa watu wa batil, kama tulivyozungumza katika khutba iliyopita, ni utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutumia ndani ya Qur'an, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameutumia katika sunna, na wanawachuoni mbalimbali wametumia njia hii kwa watu wa batil. Wameyafanya hayo katika vitabu vyao na katika majadiliano mbalimbali. Na kama mnakumbuka pia, kwenye kusisitiza utaratibu huu na kuutilia nguvu utaratibu huu, hata baadhi ya watu wa batil katika nchi yetu hii ya Tanzania, na hapa nitawataja watu wawili katika njia ya kutilia mfano. Katika miaka ya nyuma iliyopita, Sheikh Muhammad Eid alikuwa kitamba sana na mada mbili, mada za Arafa na mada ya mwezi mwandamo wa Ramadhani, kwa muda mrefu sana, na watu wakimnyamazia kimya, hali ambayo ilipelekea baadhi ya Waislamu ambao wameshakubali msimamo wa haki wakawa wanayumba
lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia Sheikh wetu akalibainisha hili jambo na akatoa baadhi ya maswali kwa Sheikh Muhammad Eid, maswali ambayo yalimfanya Sheikh Muhammad Eid akaikimya mpaka hivi leo, kwa sababu hataweza kujibu. Na mtu wa pili ni Dr. Islam wa Mombasa. Sheikh Allah mhifadhi alitoa baadhi ya maswali kumuuliza yeye kuhusiana na ukweli wa manhaji yake na vile vile kushikamana na manhaji ya salafi salih. Ni kweli yeye ni salafi? Sheikh alihoji baadhi ya maswali yapo, yamethibitiwa na wahusika, yamewafikia. Watu wa batil unapowaletea challenge kama hizi wana hali tatu au hali nne. Hali ya kwanza, ima wakaikimya na jambo linakuwa limeishia hapo, kwa maana hawezi kuzungumza tena. Sheikh Muhammad Eid hatumsikii tena hivi sasa akizungumza kadhia ya Arafa wala akizungumzia kadhia ya Muandamo, amekaa kimya. Wala Dr. Islam hatujamsikia akijibu maswali ambayo Sheikh alimuuliza kuhusu ukweli wa kushikamana na manhaji ya salafu salih. Kwa njia ya kwanza, ima wakaikimya, na hivi ndivyo alivyofanya Namrud alipoulizwa na Ibrahim alayhi salam kwamba Mola wangu mimi analitoa jua upande wa mashariki, analipeleka upande wa magharibi. Sasa kama wewe unadai uungu na kuomba ulitoe hili jua upande wa magharibi ulipeleke mashariki, fabuhita alladhi kafara, akakaa kimya yule ambaye amekufuru, akafedheheka yule ambaye amekufuru. Kwa kule kukaa kimya ameshindwa kujibu swali la Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa njia ya kwanza, ima wakaikimya, na kule kukaa kimya kwa wale ambao wanaelewa na wanasikiliza kwa utulivu kabisa watafahamu ya kwamba huyu ameshindwa kujibu hoja. Njia ya pili, ima wafanye haida, umemuuliza hivi na yeye atajibu jawabu lingine, kama walivyofanya watu wa Ibrahim alipowauliza kuhusiana haya masanamu wanaoyaabudu, hal yasma'unakum idh tad'un au yanfa'unakum au yadhurrun, haya masanamu haya mnaoyaabudu, je, yanawasikia nyinyi mnapokuwa mnapoyaomba au yanawaletea manufaa na kuondolea madhara? Hawakuweza kujibu. Jawabu alilotoa wakafanya haida, wakasema qalu bal wajadna abaana kadhalika yaf'alun, sisi tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo. Hii ni haida. Na njia ya tatu, kama atashindwa kufanya haida, atashindwa kukaa kimya, njia ya tatu ni kutukana na kutoa maneno ya kejeli na maneno ya dharau na kulidogesha lile jambo ambalo wewe umemuuliza. Maswali gani hayo ya kupumbavu, maswali gani hayo hayana msingi ya kielimu? Atalidogesha lile jambo ambalo wewe umemuuliza. Lengo ni kukuhamisha katika maudhui iliyokuwa nayo, au kukujaza hasira, au kukufanya na wewe utukane, ukasiriki kama yeye, na baada ya hapo anakuwa amekutoa katika njia ambayo wewe ulikuwa umeshikilia. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, njia hii ya kuhoji maswali kwa watu wa batil ili kuweza kusimamisha haki kwa watu ambao maarifa yao ni madogo, ni njia ambayo imesaidia sana watu wa haki kupata nguvu katika maeneo mengi, kuanzia katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka katika wakati wetu huu.